Nyuki, unajua asilimia kubwa unaponihitaji kwa niaba ya mazungumzo huwa nakuaga na kichawa kidogo. Una changamoto gani ndugu yangu? Naona kabisa sasa hivi hauko sawa. Kiukweli nimechoka. Nimechoka kabisa. Natamani kubadilisha aina ya maisha ninayoishi. Unajua naishi kwa ugumu sana kwa sasa. Nafsi yangu haina amani. Naishi kwa kudhulumu watu, naishi kwa kuua, naishi kwa kufanya maovu mengi. Imefikia wakati nafsi yangu imekuwa ikiumia. Najiona ni mtu mwenye hatia. Mimi natamani kuacha. What? Na nimeshafanya maamuzi. Sihitaji tena kujihusisha na hii kazi ya ujambazi. Sihitaji kujihusisha na unyang'anyi. Nimefanya kwa muda mrefu. Sasa nahitaji kupumzika, nahitaji kumrudia Mungu wangu. Unahisi unachokizungumza kiko sawa? Nimechoka kiukweli. Mimi ninachokifahamu, nadhani hata wewe pia unaifahamu ajira ya kazi yetu. Hupaswi kutoka kwa sababu ya matakwa yako au ya maisha yako binafsi. Unadhani utakapojitoa alafu wenyewe wakaja wakafahamu itakuwaje? Unadhani watakuelewa kirahisi? Niko tayari kulipia gharama yoyote juu ya hili. Niko tayari kuwajibika kwa chochote juu ya hili, lakini nahitaji kuwa huru kabisa. Haijalishi nitapingwa, nitakubaliwa, kwa gharama, kwa adhabu, niko tayari. Mimi nataka nikushauri jambo moja ndugu yangu. Kama hutojali. Nimekuita hapa sio nipe ushauri. Nilihitaji usikilize hoja yangu tu. Kama unahitaji kunipa ushauri, niunge mkono, lakini sio kupinga. Mjumbe, mimi sioni kuna sababu hapa ya kuendelea kupoteza muda akati tuchokifuata tunakijua. Lakini kibaya zaidi, mtu ambaye tumekuja kumfuata hapa ambaye ni mlengwa hayupo. Sasa unavyozani jambo hili linaendaje bila yeye kuwepo hapa? Bwana Mogera. Naam. Bichuma yuko wapi? Bwana mjumbe,
Mimi bwana, tangu lile sokomoko la pale jana, nimemchukua mke wangu nimemleta mpaka hapa nyumbani. Nimemdumbukiza mwenyewe ndani kwa mikono yangu na miguu yangu. Nimemwambia subiri niende kwanza chooni nirudi tuongee. Nimerudi chooni hayupo. Mpaka hivi sielewi hata nini hata kinachoendelea. Yaani sielewi yuko wapi. Hivi mjumbe, huyu jamaa yupo sawa kweli huyu? Yaani sisi tumetoka huko tulipotoka, unajua. Tumoja kwa ajili yake. Alafu yake rahisi tu. Bichuma yupo. Bichuma na dogo, kuwa na adabu. Usiongee, mimi siongei kama hivyo wewe. Mimi ni gentleman. Unaongeaje hivi? Sasa serikali upo ili enzenze ili. Kwa sababu mwanaume anajielewa kweli. Akizako timamu, kabisa unakaa mbele eti watu eti mimi mke wangu nimeweka ndani na mke hayupo. Uogopi? Lakini mimi naona kitu kimoja. Ndege ambao wanafanana ndio wanaruka pamoja. Huyu na mke wake wote wachawi. Mimi sio mwanga wewe. Wewe sio mwanga. Nakwambia mimi sio mwanga. Mimi na wanga wapi na wapi? Ungekosa mwanga kwa hivyo saizi wewe. Afu dogo. Wewe unautaka. Na kama unautaka sema nitafute namna ya kukushughulikia. Au yule mtoto ule wimbo ule. Mtoto kauta, yule mtoto ule wimbo amle inawezekana ni wewe. Sasa subiri. Unamsikia mjumbe matusi yake? Matusi wapi? Serikali ipo hapa fanya natukano. Mjumbe anaangalia tu. Naomba mnisikilize. Mimi kama mjumbe sijaja hapa kusikiliza vitu ambavyo naendelea kulalamikiana pasipokuwa na sababu. Kwa hiyo Bwana Mogera, hapa cha kufanya inabidi tupange siku nyingine baada ya kuwepo mke wako baada ya kuwepo, ili hii kesi iweze kufanyaje kumaliziwa, maana ndo kama mlengwa mkuu. Sisi tuna kazi nyingi za kufanya kwenye kijiji chetu hichi cha Mtumbageni. Kwa hiyo tunaomba tupangie siku tukutane na mkeo kwenye kesi hii. Sasa vipi? Sawa, hiyo sio mbaya. Lakini sasa kile chuma mara nyingi huwa kinarudi namna kilivyoondoka. Kama kimeondoka mimi sijui. Hata kurudi pia sijui hivyo. Kwa maana mstukiaga tu kwa kitandani. Sasa tufanye hivi.
lakini naomba siku ya kukaa kikao naomba iwe kwa siri, sio kama mpaka wajue watu wote. Mje jioni at least anawezekana akawa amerudi. Kwa hiyo tupangia muda kati yetu tukakamatwa mshirikina. Sasa si yupo, mtafute sasa. Mtafute kama unampa. Kazi yangu tena, si ndio? Nakwambia mimi alivyoondoka sijui namtafutia wapi. Ila mimi huwa najuaga ratiba zake kidogo. Kuna wakati huwa anawahi kurudi. Kwa mimi nilikuwa naomba mje jioni kama atakuwa amesharudi tukae kikao, lakini naomba sio tena kijiji kizima Mtombegeni yote ijue kwa Meti Bibi Chuma alikamatwa na nini. Huo uzalilishaji. Nani anajua kama mkako Mwanga naye Mwanga. Asijue Mtombegeni nani kama nyoa chao. Utaupata. Mjumbe, naongea mbele yako. Jioni kisipofanyika kitu, mtachoma nyumba yao. Wallahi na hapa. Nimeapa na nimemaliza. Twende mke wangu. Choma moto kitachokikuta usije ukanilaumu. Mwanangu naomba dawa zangu. Wanatoka ndani wanakuja. Mzee Mzange, ni kweli wewe baba yangu, na hakuna mtoto ambaye anatakiwa kumkataa baba yake kwa chochote atakachokizungumza. Lakini katika hili baba, mimi nikwambie tu ukweli, tumeshafanya mabaya mengi, tumeshazuru maisha ya watu ambao kama sisi ni Mungu, ambao hatutakuja kuuonja umauti. Kiukweli kwa haya niliyoyafanya, mimi naomba iwe mwisho. Maisha ya mzee mimi amenichosha. Siku zote hakuna jambazi mwenye huruma. Na kumbukumbu mama yangu ulimuua kwa mkono wako wewe mwenyewe. Nimeamua kumrudia Mwenyezi Mungu baba. Wewe unautengeneza mwisho, mimi ndio kwanza naanza kuchipukia mzee. Lakini kiukweli mimi nimechoka kutembea na mafuti kama Kaila. Nimechoka kutembea na mandevu ambayo hayaendani hata na umri wangu. Mimi sitaki bwana mzee. Mwanangu, maneno yako nimeyasikia, lakini kazi hii hauwezi kuacha kama unavyotaka wewe. Haiachiki. Gangamala mwanangu, nimeshakuwa mzee sasa. Nakueleza mwanangu, fanya kilichokuleta hapa. Ukizembea utapotea. Linginewe, sasa hivi mwanangu unaendekeza mapenzi, ndio inakufanya hii kazi uikatae. Na ukiendekeza mapenzi yako hii,
lipo siku utajionea mwenyewe na macho yako. Mzee, mimi naomba nitoke, tutaongea wakati mwingine. Sasa unaniacha hapa? Tutakuja pa kwenda, kwani tunapaga wote. Maana naona kabisa leo mwenye ahadi ameichelewa ahadi yake. Uniwie lazi kidogo. Na kuona kabisa hauko sawa ndugu yangu. Priska, hebu mletee vitu vyake huyo anavyokonywaga. Ongeza nyingine atakusumbua tena sasa hivi. Ndio. Nyuki, unajua asilimia kubwa unaponihitaji kwa niaba ya mazungumzo huwa nakuaga na chachawa kidogo. Una changamoto gani ndugu yangu? Naona kabisa sasa hivi hauko sawa. Kiukweli nimechoka. Nimechoka kabisa. Natamani kubadilisha aina ya maisha ninayoishi. Unajua naishi kwa ugumu sana kwa sasa. Nafsi yangu haina amani. Naishi kwa kudhulumu watu, naishi kwa kuua, naishi kwa kufanya maovu mengi. Imefikia wakati nafsi yangu imekuwa ikiumia. Najiona ni mtu mwenye hatia. Mimi natamani kuacha. Na nimeshafanya maamuzi. Sihitaji tena kujihusisha na hii kazi ya ujambazi. Sihitaji kujihusisha na unyang'anyi. Nimefanya kwa muda mrefu. Sasa nahitaji kupumzika, nahitaji kumrudia Mungu wangu. Unahisi unachokizungumza kiko sawa? Nimechoka kiukweli. Mimi ninachokifahamu, nadhani hata wewe pia unaifahamu ajira ya kazi yetu. Hupaswi kutoka kwa sababu ya matakwa yako au ya maisha yako binafsi. Unadhani utakapojitoa alafu wenyewe wakaja wakafahamu itakuwaje? Unadhani watakuelewa kirahisi? Niko tayari kulipia gharama yoyote juu ya hili. Niko tayari kuwajibika kwa chochote juu ya hili, lakini nahitaji kuwa huru kabisa. Haijalishi nitapingwa, nitakubaliwa, kwa gharama, kwa adhabu, niko tayari. Mimi nataka nikushauri jambo moja ndugu yangu. Kama hutojali. Nimekuita hapa sio nipe ushauri. Nilihitaji usikilize hoja yangu tu. Kama unahitaji kunipa ushauri, niunge mkono.
lakini sio kupinga. Mimi nadhani hujanielewa Nyuki, na sio kuwa kuzungumza haya niko kinyume na matakwa yako. Hapana, mimi niko bega kwa bega na wewe, lakini kuna changamoto Nyuki. Hata mimi pia maisha ninayoishi nimechoka. Sisi sio miungu, sisi ni binadamu, ingawa tumeumbwa kwa mfano wake Mwenyezi Mungu. Shida sio mimi, shida ni baba yangu. Unajua kwa nini kila mtu anaingia kaburini peke yake? Kwa sababu huyo ndio wewe. Mtoto hawezi kuhukumiwa kwa makosa yaliyofanywa na wazazi wake, na wazazi hawawezi kuhukumiwa kwa makosa aliyofanya mtoto wake. Tafakari. Asante.